mchezaji ambaye ana kipaji halisi. Unapozungumzia wachezaji wenye vipaji halisi, maana yake unamzungumzia pia na mtu kama Bakari Msimu. Yaani ana kipaji halisi, yani halisi kabisa. Na ana uwezo wa kucheza position zaidi ya moja ndani ya uwanja. Bakari Msimu ana uwezo wa kucheza Bakari Msimu ana uwezo wa kucheza kama na fullback wa kulia. Hicho ni kitu ambacho Bakari Msimu anakuofa. Bakari Msimu pia vile vile ana uwezo pia wa kucheza kama winga. Nikisema kama winga nikiwa na maana ya kwamba ana uwezo wa kucheza kama namba 7, ana uwezo pia vile vile wa kucheza kama namba 11. Sifa nyingine ambayo yuko nayo Bakari Msimu ni kasi, ni kitu ambacho yuko nacho, ni mmoja kati ya wachezaji ambao wana spidi sana. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili kwa Bakari Msimu ni mchezaji ambaye pia ana utulivu sana anapokuwa na mpira. Huyo ni Bakari Msimu. Jambo la tatu ambalo Bakari Msimu pia anakuofa zaidi kwenye timu, maana yake moja kwa moja unasema jambo la tatu ambalo anakuofa zaidi Bakari Msimu pia vile vile ana uwezo mkubwa sana wa kuweza kufunga magoli. Na naposema ana uwezo mkubwa zaidi wa kuweza kufunga magoli, nikiwa na maana ya kwamba unarudi unatazama kwenye kikosi cha Coastal Union. Ukitazama ile Coastal Union ya msimu loisha, angalia katika idadi ya magoli, wachezaji ambao wameongoza kwa kufunga magoli mingi sana ndani ya kikosi cha Coastal Union. Maana yake utakuta pale Bakari Msimu ni moja kati ya wachezaji ambao wamefanikiwa kuweza kufunga magoli mengi zaidi. Sasa ana mchango wa juu sana. Sasa kwenye kupata nafasi ama kuto kupata nafasi kwenye kikosi cha kocha Steven Becker itategemeana kwanza na juhudi zake binafsi yeye kama mchezaji, kwa maana kwamba kwenye kupambana zaidi ndani ya uwanja, kwa sababu kocha tu hawezi kusema kwamba eti kwa sababu umesajiliwa leo basi leo hiyo kocha akupe nafasi kwenye kikosi cha kwanza. Hakuna kocha wa design kama hiyo anaweza kufanya hicho kitu duniani. Hilo ni jambo la kwanza. Maana yake ni juhudi yake yeye binafsi katika uwanja wa mazoezi. Jambo la pili, ili kupata nafasi kwenye kikosi cha kwanza, maana yake ni kutumia fursa ambayo kocha Steven Becker atakayokuwa anampatia zaidi ndani ya uwanja. Nikisema kumpatia fursa kwa maana kwamba kutumia ile fursa, kwa sababu mara nyingi sana makocha kama hawa kina Steven Becker huwa ni ngumu sana kuweza kusema atampa mchezaji dakika 90 zote uweze kucheza. Hicho ni kitu ambacho waga kinakuwa ni kigumu sana. Unaweza kukuta kocha anaweza akakupa dakika 15, kocha anaweza akakupa dakika 20, kocha anaweza akakupa hata dakika 5 za kucheza tu. Sasa akikupa dakika 10 au 15 za kucheza, maana yake moja kwa moja wewe unapaswa kwenda kumthibitishia kocha kwa vitendo ndani ya uwanja. Kwa hiyo ukiangalia kwa Bakari Msimu, ukijaribu kumtazama kwa maana ya kwamba ukimtazama Bakari Msimu alafu ukijaribu kuangalia na kile ambacho wana Simba wanakitegemea zaidi kuweza kuipata kutoka kwake, manake inawezekana mategemeo ama matarajio ya Simba yakawa madogo kwa Bakari Msimu, kwa sababu ni mchezaji mzawa na wakipiga hesabu wanaona labda anaweza asiwape kitu kikubwa zaidi. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, ukimwangalia kwa mtu kama Bakari Msimu, inawezekana matarajio ya wana Simba baadhi yakawa ni makubwa sana juu yake, ya kwamba bwana, huyu bunge moja la mchezaji atatupa vitu vingi zaidi, alafu akaenda ndani ya uwanja asikupe hivyo vitu. Na Simba huwa mashabiki wengi sana wa mpira, especially wa Simba, huwa hawaekagi sana matarajio kwa wachezaji wengi sana wa kizawa, kwa sababu wanajua wachezaji wengi sana wa kizawa wanachoamini wao ni miayusho mingi, ambao wanajua kabisa kwamba huyu sisi hawezi kutupeleka popote. Lakini kwangu mimi bado nikiutazama kwa usajili huu wa Bakari Msimu, katika ile nyongeza ya kuongeza idadi ya wachezaji, kuwa na wachezaji wengi zaidi kwenye kikosi, maana yake moja kwa moja itakwenda kuwapa nguvu zaidi. Lakini kwangu mimi binafsi nikijaribu kuangalia kwa mchezaji mtu kama Bakari Msimu, kwa sababu kuna mashindano mengi sana Bakari Msimu atacheza, mengi sana. Kuna CRDB, kuna Mapinduzi, kuna Kombe la Muungano, huko kocha anaweza akacheza. Lakini hata kwenye ligi pia anaweza kapata nafasi ya kucheza Bakari Msimu, tena vizuri tu, na akakichafua vizuri tu bila shida yoyote. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana uwezo mzuri. Ni kitendo tu cha wana Simba sasa kuweza kumpatia muda wa kutosha zaidi. Sasa naposema muda wa kutosha, maana yake pia mwape sababu, kwa sababu kijana ana miaka 18. Maana yake kama ana miaka 18 ukimzomea kidogo tu kijana anapoteza network. Maana yake miaka 18 maana kuzungumzia baada ya kwanza bado haijakauka mwilini. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ni kijana, anahitaji zaidi muda. Unaitwa Nyasa anasema Keleso Makagalo, hapana.
Jafet anasema habari za mchana huu, anasema na Mungu anasema akuongezee maisha marefu